Wa ligi kuu ya Tanzania bara, mnyama Simba anaondoka na alama 3. Mikoi Kisugu, wema ndugu yangu? Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu kama kawaida. Tumeamka na afya njema. Lakini kikubwa ngwari tumeamka na morali sana wana Simba. Mara baada ya ushindi wa jana. Ni jambo lilikuwa zuri sana kwa namna ambavyo tunakwenda kuanza ligi NBC na tunapata point 3. Lakini niwapongeze sana wachezaji wa Simba. Wamejitoa kwenye jasho na damu kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri na tunapata matokeo. Lakini pia nipongeze sana management ya Simba. Lakini kwanza, kwa nini nimeanza na wachezaji wa Simba? Ngwale, lazima tuseme mabadiliko ya kanuni yalituweka Simba katika nyakati ngumu sana Bukoba. Mnajua bodi imebadilisha kanuni. Hapo mwanzo tulikuwa na kanuni, timu ikifika katika mkoa husika, maana yake inalazimika kufanya mazoezi katika uwanja husika kabla ya siku ya mechi. Ile kanuni imekwenda imebadilishwa. Lakini baada ya mabadiliko yale ya kanuni, iko baadhi ya mikoa kuna changamoto namna ambavyo viwanja vya mazoezi kupatikana. Mmoja katika mkoa ambao sisi kama Simba tumekumbana na changamoto kutokuwa na viwanja ambavyo vinakupelekea kufanya mazoezi kabla ya mechi, basi ni Bukoba. Lakini tulikosa siku kufanya mazoezi kabla ya mchezo. Lakini wachezaji wa Simba wakayasahau yale, wakaingia uwanjani, wakaenda kupambana, tukaenda tukapata matokeo. Hongera kwao. Lakini bado tuna kazi ya kufanya. Huwa napenda sana kuibeba kauli ya kakaangu Juma Ramadhani Mgunda Gadiora Mnene. Siku moja alifanya interview na waandishi wa habari, akasema mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Niwaambie wachezaji wa Simba, safari ya kwanza imeshaisha Bukoba na wametupatia point 3. Target yao, focus yao ni kusahau yaliyotokea Bukoba, sasa kuangalia namna ambavyo tunakwenda kupambana kupata point 3 katika mkoa wa Mwanza. Zidi ya Pamba. Leo hii Simba tuko kwenye kanda ya Ziwa. Tumeanza Bukoba, tutakuja Mwanza, tutakwenda kumalizia Singida. Historia na rekodi ya timu hizi 3 hakuna mwana Simba asiyejua. Historia ya mwana Simba hakuna asiyejua pinde ndapo Simba inapokwenda kucheza katika kanda ya Ziwa. Na niwahakikishie wana Simba, inawezekana mwaka huu tukawa mabingwa tukienda kufaulu kupata point 3 kwenye kanda ya Ziwa. Na inawezekana tukakosa ubingwa kwa sababu ya kupoteza alama kwenye kanda ya Ziwa. Huwa ni mechi ngumu kweli. Kila mwana Simba wa sasa wa kweli, focus yake, mentality yake, dua yake ni kuisimamia Simba kuona namna ambavyo tunakusanya point 9 katika kanda ya Ziwa. Lakini tutakusanyaje point 9 katika kanda ya Ziwa? 9 toa 3 inabakia 6. Maana yake kwenye 9 kwanza tumetoa 3 tayari tumeshafanyaje? Tumeshachukua. Maana yake zimebakia ngapi? 6. Kujumlisha kwenye hesabu huwezi ukaruka. Mtu ambaye alosoma hesabu vizuri huwa anakwenda step by step. Kwa hiyo sasa tunatoka kwenye hesabu ya kutoa tunakwenda kwenye hesabu ya kujumlisha. 6 zilizobaki tunahitajika kujumlisha 3 za Pamba. Hakuna mwana Simba anokosa kujua historia ya Simba Sports pindi anapoenda kucheza CCM Kirumba mjini Mwanza. Hapa hii mechi ndio tutajua wana Simba wa kweli na tutajua wana Simba wa maslahi. Wale wana Simba wa kweli ni wale ambao watakayepambana kwenye dua na sara na kutoa support kuhakikisha Simba anakwenda kuchukua point 3 zidi ya Pamba ya Mwanza. Niwakumbushe kidogo wana Simba historia. Mwaka jana moja katika timu ambazo zimesababisha sisi kutokuwa mabingwa wa ligi NBC ni Pamba ya Mwanza katika uwanja wa CCM Kirumba mjini Mwanza. Sitaki niwape hiyo historia, ila nataka niwaambie yaliyopita sindwele, tugange yajayo ngwale. Yanayokuja ndio haya ambayo point 3 ziko mbele yetu. Na heshima sana Pamba, mimi binafsi sema ukweli. Na heshima ya kwanza ya Pamba, kabla sijaangalia management ya Pamba, kabla sijaangalia players wa Pamba, na mheshimu sana kocha wa Pamba. Mwamba yule, pila anajua. Nchi ukiniambia makocha wa kigeni nitakwambia 3.
Steven Becker Simba, kocha wa Pamba Mkenya, kocha wa TRA. Siwezi kuwataja familia wale, mimi nazungumzia watu wa mpira. Kocha tu alafu mimi nimtaje, siwezi. Kwa hiyo niwaombe sana wana Simba, kwa namna moja au nyingine tusimame kwenye dua na sara ili kuona namna ambavyo timu inakwenda kupata matokeo. Simba umeiona. Bwana niache kidogo. Sifa mwana Simba wa kweli, sifa ambaye yuko mtu kwa ajili ya Simba, ni yule ambaye mwana Simba anakwenda kutoa support juu ya wachezaji Simba. Ngoja niangalie kama nitapata nafasi. Ngwale, ukimwona mtu anajiita mwana Simba alafu anakwenda kumshusha nguvu mchezaji wa Simba, anakwenda kumkebei mchezaji wa Simba, anakwenda kumdharau mchezaji wa Simba, huyu sio Simba, huyu ni Simba maslahi. Nilikuwa nakuja hapo Kisugu. Ibrahim Dumbia. Vipi? Mwamba ita. Mwamba ita. Chuma kile. Jana movement zake anamwambia Alibase weka hapa au unaweka hapa, kachukua kaeka hapa, kaeka vipimo vimekataa. This is football. This is football. Yes. Unaongea kutoka moyoni kabisa. Mali ile. Mmoja katika wachezaji wanakwenda kuwazima watu midomo. Ibrahim Dumbia. Watu wajiandae kuomba msamaha. Kisugu maneno haya. Niseme jambo moja dogo sana. Nilijua Ngwale utakwenda kugusia hapa. Yuko mchezaji alikuja nchi, alienda kucheza kwa watani, mechi 7 atanguzwa hajagonga, lakini hajamtukana wachezaji wao. Mchezaji wao. Sisi tunamzungumzia Dumbia. Tutafika. Yaani hapa maana yangu nataka kuonyesha wana Simba, mashabiki wa Simba, mshabiki unatakiwa uweje juu ya timu yako, mshabiki unatakiwa uweje juu ya mchezaji wako. Dumbia. Dube alikaa mechi 7. Mwamba hajagonga. Yuko mchezaji nchi kaingia kasajiliwa kwa hela nyingi, anafunga kwa huruma mabeki asiharibiwe jina lake, wanamwambia nenda akafunge. Yuzi kuna mechi kama ukiangalia unaona kabisa hapa kuna mazingaumbwe. Imepigwa pasi ya ndani, Mwamba yule kasimama. Kasimama shekhe. Kasimama. Sasa Kisugu, kwa nini mmemkatia tamaa mapema baadhi ya mashabiki? Kwa nini mmemkatia tamaa mapema kiasi hiki? Waliomkatia tamaa Dumbia si wana Simba. Ni kina nani sasa hao? Wewe sasa ndio watafute. Hao ni mashabiki wa Simba. Mimi nakataa. Mshabiki wa kweli wa Simba atakwenda kusupport jambo lake la Simba. Mshabiki wa kweli wa Simba atakwenda kusupport jambo lake la Simba. Ukimuona mtu anamkebehi aidha kwenye group, kwenye Twitter, kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye YouTube, anakwenda anamkebehi Ibrahim Dumbia, huyu si mwana Simba. Anasema hakustahili kucheza Simba. Leo nikupe historia ndogo. 2010, 2011 tunamsajili Emmanuel Okwi. Tumemuona katika uwanja wa Taifa amekuja na under 17 ya Uganda the Crest. Simba tunamsajili Emmanuel Okwi, Yanga wanamsajili Hamisi Kiza Diego. Okwi aliingia moja kwa moja first 11 Simba. Mechi ya kwanza Okwi anaanza Simba na Yanga. Nisikilize. CCM Kirumba Mwanza. Okwi anakwenda kukosa goli zaidi ya 12 13. Magoli anakosa. Kocha mkuu Patrick Pili, kocha msaidizi Amri Saidi Stam. Yanga wanatufunga goli moja, goli anatufunga Tegete, wakati huo Tegete anatoka Sweden. Faulu inafanyika katikati ya uwanja, anachukua mtu mmoja anaitwa Ernest Bwake, anapiga pasi ya ndani, Tegete anaonekana yuko offside. Juma Kaseja anajua Tegete kakosea, yuko offside, anaweka katika mpira, mwamuzi anasema weka katikati. Tuko Mwanza.
Ndio kwa mara ya kwanza na mimi najua kutafsiri neno la Kiingereza anaongea Mwalimu Patrick Kipile. Anasemaje? Tumefika hotelini. Mwalimu Patrick Kipile anamuita Amri Said Stam. Anambia Stam, yes coach, is not good Mwanza. Is not good Mwanza. Hii inawaonyesha namna ambao hawa wanalopoka kujifanya Simba, namna gani mwanachama wa Simba, mshabiki wa kweli wa Simba, unahitajika kuvumilivu kuwavumilia wachezaji Simba. Ndio mechi ya kwanza tu hii ya ligi kuu. Dunia imebadilika. Dumbia ni mari, Kiswahili hajui. Lakini utakapoongea akiingia katika system ya dunia sasa na kwenda kumpa tafsiri maneno unayozungumza. Ukiona ndani ya nyumba mmoja wa wanafamilia anakupinga, inakatisha tamaa kiasi gani Kisugu? Kuna muda inaweza kukatisha tamaa. Lakini kwa nini wenye familia mpingane ndani ya familia? Hizi familia zina historia, Ngware. Kuna mtu mwingine unaweza ukaona ni familia ya kwenu lakini si familia ya kwenu. Lugha pana hii. Kifupi wanachokifanya wanakosea. Kabla huko Ngware, lugha umeelewa? Watazamaji wako watakwenda kunielewa au nipite kwanza ili wapate kuelewa zaidi? Kuna mtu unaweza ukamwona huyu baba mmoja mama mmoja lakini historia yake iko hivyo. Yawezekana kuna mama alichepuka akazaliwa baba akababatizwa. Alafu mkamwona huyu wa kwenu kumbe si wa kwenu. Kwamba kuna mwingine anaweza akawa hivyo na mwingine akawa hivyo. Ngwale lugha hapana, usichokoze utakimbia mic utaificha. Kwa hiyo lazima niseme. Na niwaombe wana Simba. Mwana Simba wa kweli ni yule ambaye ataendelea kuisupport timu yake. Mwana Simba wa kweli ni yule ambaye ataendelea kusupport management ya Simba. Mwana Simba wa kweli ni yule ambaye atakayeheshimu na kumheshimu mwekezaji wa klabu ya Simba. Dumbi apewe muda. Kabla kupewa muda, Dumbi anafanya kazi Simba. Dumbi ni mali. Ngoja kidogo kwanza niache jambo la ushabiki, niingia kwenye system ya football kwanza. Nitoe shule. Kwanza lazima niwaambie wana Simba, mfumo wa mwalimu wetu Steven Baka huamini kwenye namba 9 natural. Na yeye mfumo wake anaamini kila mchezaji kwenye Simba anahitaji kufanyaje? Kupaliti, kwa maana kufanya kazi ndani ya Simba. System ya kidhamani namba 9 unatakiwa ustiki, huyu apige cross upige kichwa, huyu anatakiwa astiki, akuletee ufunge hakuna. Maana yake system ya mwalimu anahitajika kila mmoja kwenye timu afanyeje? Acheze. Na ndio maana leo ukimwona Ibrahim Dumbia kuna muda unamkuta chini. Zoni ya 3 ya Simba anakwenda kukaba. Na niwaambie kwa namna ambavyo mimi ninavyomuona mwalimu Steven Beka, kila mechi Ibrahim Dumbia anaingia kwenye first 11 kwa sababu anakwenda kukamilisha matakwa ya walimu ya mwalimu. Upo msemo wa Kiswahili na msemo sahihi ambao mimi siwezi kuukana wala kukataa. Na msemo huu ukiachia Kiswahili hata kwenye imani vitabu vyote vimo. Subira. 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 Sawa. Kisugu Gibril Kasal amepata majeraha. Mnyama Simba anakwenda kuathirika kwa namna gani? Ni jambo gumu Ngware kulizungumza. Ni jambo linaumiza kulizungumza. Kwa sababu tunaamini na tunatamani sisi wana Simba kuona namna ambavyo wachezaji wa Simba wote wako vizuri kuitumikia Simba. Pinde ndapo tunapoamini kwamba kuna mwanajeshi ameteteleka katika timu, maana yake ikafika mahala mkatengenezewa imani, mkaamini hamwezi tena kumtumia, basi lazima moyo uumie kwa sababu mnaamini katika wanajeshi ambao mlitarajia kwenda kuipambania timu kuna nguvu itakuwa imefanyaje? Imeshuka. Lakini leo unapokwenda kuzungumzia swala la Kasalo, tunarudi kwenye historia ya magolikipa wa Simba katika hizi mechi ya NBC. Kwenye ligi NBC tulimpoteza Pimpin Kamara. Kwenye ligi NBC tulimpoteza Ayub Yakubu Suleiman. Leo jambo lile lilipotokea watu waanza kurudi kwenye historia. Lakini niwaambie wana Simba, tubaki kwenye dua na sala kumuombea Kasalo. Moja ya nguzo muhimu ya Simba kwa sasa, lazima umzungumzie goalkeeping Kasalo.
Na ndio maana jana kama Ngwale ulifuatia interview ya mwalimu Steven Becker, namna ambavyo alivyoulizwa swali la Kasal, nenda kaangalia appearance ya muonekano wake. Wewe Naili, mbona unacheka? Na mimi najua Kiingereza siku hizi. Si ndio nyewe mnanifundisha? Utaona namna ambavyo ilivyomuumiza. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wana Simba tuendelee kuwa watulivu. Tubaki kwenye dua na sara. Mimi naamini kwa sababu tuna management iliyokuwa bora. Kitengo cha habari kilichokuwa thabiti kitatoka kutufahamisha wana Simba namna ambavyo maendeleo ya Kasal. Lakini niseme tu, kwa research yangu niliyoifanya, nimejiridhisha. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu Kasal tuanze tukawa naye. Wana Simba ondoe shaka. Yes, ondoe shaka. Wabaki kwenye dua na sara. Sawa. Bwana Kisugu, mlitamba sana kabla dirisha kufungwa. Fei Toto anaingia Simba, Fei Toto anaingia Simba. Leo nataka ututhibitishie hapa, dirisha limefungwa. Wengine waliweka ahadi kabisa kwamba lazima acheze Simba. Dirisha limefungwa, Mwamba bado yuko Azam. Ngwale unakanga mbuyu kutaka kuachia wenye meno watafune. Ngwale unataka kunigombanisha na wana Simba. Kwa nini Kisugu? Lakini niseme Ngwale, moja katika wanadamu wa kwanza kwenye dunia hii kwa ushahidi ni mimi ambaye nilosema Faisal hawezi kuuzwa. Ulisema Faisal hawezi kwenda timu nyingine. Mimi. Wewe hapo. Na nilisema lete. Mbona ogopa? Lete. Lete. Ngwale, lete. Ngwale, lete. Sawa. Lete Ngwale. Mdomo huu haujawahi kuzungumza mambo ya kubahatisha yajayo na furahisha. Yes. Wallahi. Sharifu kalala pale yajayo kabla ya usajili haujafungwa. Pigo linalokwenda kupigwa. Ipo yeye, hebu tuache bana. Utangajanga mpongote we. Kwanza hapo neno Faisal alipo. Kisugu. Pigo liko. Lakini ni upongeze uongozi wa Simba, umefanya jitihada zote za kumchukua Faisal, lakini Azam hawakuwa tayari kumuuza Faisal. Wamegoma kuwapa Simba. Jitihada zote ziliwekwa. Na nikianza kulizungumzia namna ambavyo picha lilivyokuwa, naamini tunaweza tukatumia zaidi ya masaa matatu, story yake ni ndefu. Lakini wana Simba lazima waamini kwamba viongozi wa Simba walipambana katika hilo. Kisugu watu wanataka. Mwekezaji wa Simba alipambana katika hilo. Ngwale, wacha nikupe kipande kidogo tu kabla historia yake. Cha mwisho wao waliamini na walisema ili Faisal atoke Azam ziwekwe 4 billions. 4 billions. Simba walikuwa tayari kuweka 4 billion. Wahusika wa Azamu wakaombwa account number, mwekezaji wa Simba aweke 4 billion. Brother, amini hilo. Wakazima simu. Na alikuwa tayari. Yes. Cha mwisho mimi najua. Cha mwisho mwekezaji anatoa oda ya kukodi ndege ya kumchukua Faisal Arusha kumleta Dar es Salaam. Wahusika wa Azam wamezima simu zao, wamekataa. Yes. Sisi tunatupanga bwana. Matajiri wazime simu. Wao waliamini Simba wako serious, Simba walikuwa serious juu ya mchezaji huyo. Na niwaambie wana Simba, jitihada zimefanyika, juhudi zimefanyika. Niwapongeze Azam, hawakuwa tayari kumuuza mchezaji wao kwa sababu wana mipango naye kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tarehe 15 Azam wako Arusha. Simba walidiriki katika makubaliano wamchukulie ndege Philosophy kutoka Arusha kuja Dar es Salaam. Na moja sehemu ambapo walikubaliana kukutana Mlimani City. Alafu wataenda kugombana, jamani Kisugu anamwambiaga nani? Ishakuwa influencer mkubwa. Napata information. Kwa Kisugu lile pigo lako nalizungumzia ndo hili.
Unasema wewe. Lakini niupongeze sana manager. Kwanza wewe pigo ulikuwa unalizungumzia ni lipi? Tujibu kwanza. Lile pigo lile. Pigo ni ndio ambao umepigwa. Si mmepigwa hivi. Nimesema natoa historia ya Faisali. Na nimesema nawapongeza management ya Simba. Jitihada na juhudi za kufanya usajili zilifanyika. Na hii management ya Simba watanisamehe kwa sababu sikupaswa kuyazungumza, lakini nazungumza haya ili kwenda kuwajenga psychology mashabiki wa Simba, wajue namna ambavyo viongozi wao walivyojitoa juu ya mchezaji ambao wao wanamtamani ya Simba. Bro, 4 billion manes. Very tight issue. Simba walikuwa wako sawasawa kutoa bilioni 4. Watu wameomba kaunti mwekezaji. Leo na kama Mo atoyela. Ebo. Unasema pesa iko benki. Sasa wewe bilioni 4 unaweka ndani. Ndani anakaa maji, anakaa mchele. Ukimwona mwanadamu wa sasa, ulimwengu wa sayansi huu, anaweka ndani hela mcheke, ndani unakaa mchele, ndani anakaa maji ya kunywa, hela haiwezi kukaa ndani. Mmekata tamaa? Hatujakata tamaa, tunaendelea kupambana. Lakini sasa hivi niwapongeze sana mashabiki wa Simba. Focus ya usajili imekwisha Ngwale. Pigo. Focus ya usajili imekwisha. Pigo kubwa bado. Wana Simba wanaliwa amemkosa expecta kule, ameshushwa Aziz Ki. Hamna expecta. Hamna expecta pale. Aziz Ki huyu ambaye alikuja hapa na miaka mingapi? Kijana. Leo karudi akiwa nini? Akiwa nini? Mabara, acha niseme kidogo. Alafu tumalize hii mchawi. Azizi mpaka anarudi Dar es Salaam Young Africans. Kumbuka amekwenda nchi mbili. Amekwenda Morocco, amekwenda Algeria. Na hizi timu zote ukizijumlisha, huyu Azizi tunayezungumza hajachukua mwaka 1.5. Na Azizi huyu mnaokwenda kuzungumza amekwenda Morocco. Wa Morocco wamemtoa kwa mkopo kumpeleka wapi? Libya alivyokwenda kule hajaingia kwenye kikosi cha first 11. Wa Libya umemwambia nenda. Unajua niweke historia moja ndogo. Ukimwona mwanamke ana tabia kwa chika basi jua ana tabia mbaya. Na ukimwona mwanaume ana tabia kuachaacha basi jua na naye ana tabia mbaya. Leo hii Ngwale laiti mdogo wangu Alishabani Kamwe, rafiki yangu wa karibu, angewatangazia watu asubuhi, leo hii mchezaji tunakwenda kumtambulisha Aziz Ki, kuna mwana Yanga angeenda kutoa hela ba. Wapo angetoa. Mbona kuna mwana Yanga mimi tena influencer mkubwa kanambia bwana viongozi wetu wanazingua hawa. Wewe wananiweka toka saa 7 kumsubiria Aziz Ki. Aziz Ki ambaye yuko miezi 5 Bongo, nani anakataa? Aziz Ki ana mwezi wa 5 yuko Bongo. Familia anakuja kisua, anakuja mara nyingi. Aziz Ki mimi ndo nimempeleka kombe, mimi nimempelekea kombe la Muungano wakati tutuma Babua Dar es Salaam Afrika Zanzibar. Nikupe video. Bwana nasikia uliiba kombe bwana. Kombe lipi tena Ngwale? Ile ngao ya jamii wameipata. Kombe au ngao? Ngao. Uliiba ule. Kama wana Simba walikwenda kuiba ngao, basi wapeni hongera wana Simba, wana akili timamu, kwa sababu kati ya mwizi na mlinzi atakayefanikiwa, mwini akifanikiwa, nani ana akili timamu? Mlinzi. Nisikilize, ngoja tu, msiruke. Mimi najua kuna watu wengine sasa hivi mnapata ofa za kamera, msiruke. Kama nyinyi mlivyokuwa Selemani. Kwa wao Yanga ndo sasa wameiba. Maki Yanga. Selemani hajaibiwa. Selemani ameuzwa na wenye mali. Wydad ameamua kufanyaje? Kumuuza. Selemani alikuwa kwa mkopo. Nani? Nisikilize. Selemani alikuwa mchezaji wa timu gani? Simba. Waandishi kuli mnakili mchezaji wa Simba? Simba alikuwa kwa mkopo. Unafahamu maana mkopo? Mchezaji anapokuwa mwenye kwa mkopo, mali anakuwa mali ya nani? Wewe najua uwezi kuna nini kwa sababu ya kamera hizo. Mimi naongea na Ngwale. Wewe na Sanga mwezi kutia neno hapa.
Mara mwisho leo tutambulisha. Ila ongeleni wadogo zangu. Unajua macho kwenye screen. Kazi nzuri. Na kamera milioni 2. Unarekodi Kisugu yuko kwake Mbagala Kongoe, wewe unakaa posta unachukua matukio. Macho kwenye screen. Kwa hiyo lazima niwaambie wana Simba ni nyakati ambazo muhimu, nyakati ambazo kwenda kuisupport team. Lakini nataka nitoe usia ngwale. Wako baadhi ya vijana ambao ni my friends wa Simba. Wanaikosea Simba. Wanaikosea Simba. Na mimi sasa nataka kuongea kama kaka yao. Wao wasome alama za nyakati, alafu lazima waamini kwamba kuna watu nyuma wanafanyaje? Wanawafuata au wanawasikiliza. Leo haiwezekani wewe unajiita influencer wa Simba. Haiwezekani wewe unajiita mwanachama wa Simba, lakini kazi yao kukesha na kuamka kwenda kuwasema wachezaji wa Simba. Maana yake halisi wewe uko Simba kwa maslahi, sio ya Simba. Uko kwa sababu ya maslahi yako binafsi. Warudi kundini, warudi waisapoti Simba, waamini majina waliokuwa nayo, chanzo cha kujulikana ni Simba. Leo haiwezekani unalala unaamka unakwenda kwa kashifu na kuwatukana wachezaji wa Simba. Hili yoyote anaojiita influencer, iwe mwanzo na iwe mwisho. Nguvu moja na nasema mimi kama nikiwa my brother, kaka yao, wache. Leo wao wakiongea Dar es Salaam, lakini waamini kuna watu wa Arusha wanakufa kwa sababu ya mapenzi ya Simba. Kuna watu Mtwara wanakufa kwa sababu ya mapenzi ya Simba. Jana mimi nilikuwa napokea simu, naongea na mdogo wangu Sam Kumaro kutoka South Africa, ni mwenyekiti wa tawi la Joburg kubwa pale Johannesburg, South Africa. Ananiambia kaka, waambie hawa tumewachoka. Bahati mbaya Samu amekwenda kuwataja majina, mimi kwa sababu ya itifaki siwezi kuwataja majina, lakini waache wakae kuisimamia Simba, wasimamie wachezaji wa Simba, wawape morale wachezaji wa Simba, sio kwenda kuwakashifu wachezaji wa Simba. Kuna muda mwanadamu unaweza kujifunza kwa shetani, lakini usiambatane na shetani. Kama shetani anakwenda kujibadilisha, kujitoa kwenye umbile lake, anajipeleka kwenye umbile la binadamu, alafu anakwenda anatoa msaada kwa mtu maskini, nenda kakibebe kile ambacho anakitoa msaada kwa mtu maskini. Mimi niseme ukweli, naanzisha msako wa mashabiki wa Simba wanaotukana wachezaji wa Simba. Wallahi na hapa, wakiendelea na mfumo huo, mimi bibi yangu bado yuko hai, tamtia ububu mmoja baada ya mwingine. Nawashukuru sana waandishi wa habari.